Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, siku ya leo umeifanya tena kwa ajili yetu. Nasi tumepata neema ya kuwepo nyumbani mwako Baba, ili tupate kujifunza neno lako. Neno ni wewe mwenyewe, maana mwanzo palikuwepo neno. Nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Baba wa rehema, nimesimama mahali palipoinuka Baba wa rehema, nikiwa mbele za watu wako Baba wa rehema. Nitumie kama chombo chako, useme na watu wako Baba wa rehema. Neno lako ni chakula chao cha kiroho. Neno lako ni uumbaji wao. Neno lako Baba ni faraja kwao. Neno lako ni uponyaji wao. Neno lako Baba wa rehema ni suluhisho katika matatizo yanayosibu maisha yao. Neno lako Bwana wa majeshi itamie taifa letu la Tanzania. Na neno lako Baba iwalinde viongozi wetu Baba wa rehema, ilinde nchi yetu Baba wa rehema. Baba, iboreshe uchumi wetu. Neno lako lipenye Baba wa rehema katika mikoa yote. Neno lako liwaaminishe watu Baba katika ujio wako mara ya pili Bwana Yesu. Nami natukuza jina lako Baba, maana hata wale wanayotutazama kutoka mwisho wa dunia Baba, neno Baba wa rehema liwaguse, liwaumbe tena upya. Nami natukuza jina lako Bwana, maana jina lako lastahili kutukuzwa Bwana. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Leo ni nafasi nyingine Mungu ametupa kuwepo nyumbani mwa Bwana. Hebu nikuulize, unapopata nafasi ya kuwepo nyumbani mwa Bwana, ujiulize ya kuwa je, umempa Mungu nini mpaka wewe uendelee kuishi? Kuna watu ambayo wengi tu wametangulia mbele ya haki siku ya leo. Unapokosa kupatwa na msiba, huwezi kujua kama watu wanaondoka. Lakini ungeongea na yule mtu anayefanya kazi pale kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, angekuambia kuwa iwezi kupita risali pasipo kuingiza mwili, ama hata zaidi ya moja. Lakini hebu nikuulize, imetokea leo hii umetangulia mbele ya haki, unayo hesabu ya kutoa mbele za Bwana? Imeandikwa kuwa wanayelala katika Bwana wao watafufuka katika ule ufufuo wa kwanza. Ndio maana lengo langu ni kukuaminisha katika ujio wa Yesu mara ya pili. Na Yesu atakaporudi, kuna watu wengine ambayo wanaamini ya kuwa Yesu atarudi tena kuanza kazi ya kufundisha watu. Mtu asikudanganye. Pale msalabani Yesu alisema ya kuwa yote amefanya nini? Yote amekwisha. Yesu analeta ujira wake. Yesu anakuja kugawa ujira wake. Ndio maana mtu wa Mungu, ishi maisha yanayempendeza Mungu. Kama neno la Mungu haliwezi likakubadilisha, kama neno la Mungu haliwezi likabadilisha maisha yako, basi pana kitu kibaya bado katika maisha yako. Neno la Mungu ni maji inayotutakaza, inayotuosha. Kwa nini watu wa Mungu inatakiwa mtu anapookoka na kudumu katika neno la Mungu afanyike kuwa kiumbe kipya? Kama bado umeokoka, lakini zile tabia zako za kipindi kile kabla hujaokoka unakuwa nazo, basi ile utu wa kale inakuwa haijaondoka, lakini unahitaji kuumbwa upya. Watu wa Mungu nasema hivi, wokovu ni upole na unyenyekevu. Hii ndio siri kubwa sana iliyopo katika wokovu. Nilikwambia kuwa Waagano la Kale walikuwa na pumzika siku ya Sabato, siku ya saba, ambao ni Jumamosi. Lakini sisi wa Agano Jipya ambayo tumejengwa katika Kristo, ninasema kila siku ya kuwa Agano la Kale kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Mathayo, lakini Agano Jipya kuanzia kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo inaongelea Kristo Yesu. Sasa watu wa Mungu, sisi pumziko letu ni katika yule Bwana wa Sabato. Yesu akasema kuwa yupo mkuu hapa, naye ni Bwana wa Sabato. Umeona sasa? Sasa pumziko yetu sisi ni katika yule Bwana wa Sabato. Maana ukirudi kwenye asili ya neno pumziko, kupumzika ni neno ambayo ya Kiebrania inayosema Sabat. Sabat maana yake ni kupumzika. Lakini je, tupumzike siku ya saba? Of course ukifuatilia kalenda ya kawaida,
siku ya Jumamosi na Jumapili sio siku ya mapumziko. Kimwili ni siku ya mapumziko kama wana wa Israeli walikuwa wanapumzika. Lakini sasa sisi pumziko yetu ni katika Kristo. Mathayo sura ya 11 mstari wa 27 mpaka 30. Yesu anasema kuwa njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kufanya nini? Na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha na kuwaweka huru. Akasema kuwa nira yake na mzigo wake ni mwepesi. Lakini tujifunze kwake, maana yeye ni mpole na mnyenyekevu. Wewe ni mpole na mnyenyekevu? Naweka question mark kubwa. Wewe ni mpole na mnyenyekevu? So watu wa Mungu, kila siku unapoendelea kusikia neno la Mungu, jitahidi kuyaweke katika matumizi ya kila siku. Lazima pawepo tofauti kati yangu bishop na mtu mwingine. If at all there is no difference between me and other people, then there is something not right somewhere. I must change. If at all I am a servant of God, I am somebody who is supposed to be imitated by everyone. If nobody can imitate me, then my characteristics are not right. That is why, even you where you are staying there, what are people saying about you? What about your characteristics? Is there anybody who can make you to be his role model? J. How do you speak to other people? How do you view yourself? Do you take yourself to be more than important than other people? I am saying this. I am here to lead people to eternal life. This is something that you have to understand. If that is not your motive or your thing, then maybe the place is not the right place for you. I want to see people change. Changing from one point to another. Your life should change. I don't want to speak to people who doesn't want to change. The word of God should change you. That is why the Lord has given you opportunity of appearing before Him every day. Or not even every day. Regular. There are some people who are lacking only bus fare to make them reach the church. God has provided with the bus fare. It is an opportunity. What have you done to the Lord so that you can have the bus fare? Not only the bus fare, the oxygen that you are breathing. What are you paying for? Do you pay any money for the oxygen you are breathing? The energy which you have. What about the appetite which you have? I have been praying for so many people who are not having appetite. They have everything, but they don't have appetite just to take food. What have you given God? What have you paid so that you can have appetite? What have you given God so that you can stand upright? There is somebody who cannot stand. There is somebody who cannot walk. Why is it that you are walking? Why is it that you are making your way to this place daily? You have to understand yourself. If you cannot understand yourself, my dear, then I'm saying that go and meditate. Why have you been coming here regularly? Not frequent, regularly. Have you ever asked yourself that question? If not, then from today, go and inquire from yourself. The reason why God is giving you this opportunity every day to see my face, so that I can speak to you. What I'm speaking is changing me. I do preach for myself. Before preaching for anybody, I always preach for myself. Of course, I do enjoy my preaching. If you do not, then I do. After preaching here, it is being recorded. I do go and take my time, sit down, up to around 1 a.m., still listening to the Word of God. It is not me preaching.
When I was starting my prayers there, it was said in my prayers that it is the Lord who is going to speak to his people. If it is God, then how do you obey God speaking through somebody? You can't say that. You are obeying God, yet you can't obey what I'm saying. I'm saying this, men and women of God, time is up. Time is not on our side. Every step that you make, you will be asked question. I'm saying this. Today is already gone. Tomorrow is coming. I'm saying this. I want to see people getting changed. The Holy Spirit working here should change you. I love you. But if you cannot change, then you make me start worrying, because I don't want to go to heaven alone with everybody who is under me. Let me see if there is somebody who is ready to go with me to heaven. Kama kuna mtu anasema, mchungaji, nataka niende na wewe mbinguni, kuna uhakika? Ndio lengo mama kwenye wokovu wako? Najua kuna wengine lengo mama yao katika eneo hili ili apate mume, mwingine hapa ili apate mtaji, mwingine hapa ili apate uzima. Watu wa Mungu, hata kama ukija ukikaa sehemu nilipo, uwepo wa Mungu iwe inapona. Tunaona mimi nikikaa pale, unaona watu wengi wanapona. Naweza nikaombea watu 20, lakini kaendelea kuongea na mtu, lakini ile nguvu ya Mungu ikawaponya. Swala la kupona hapa ni authentic. Swala la kupona ni nani niliyeomba naye Mungu asimponye? Hata wale ambao walikuwa wameshindikana. Lakini it is not all about you getting healed. It is about the life after. Ni maisha ya baadaye. Wokovu ni maandalizi ya maisha ya baadaye. Sihitaji kusimama na kuongea sana kama mtu mmoja aweze kubadilika. Nataka kuanzia leo kwanza kufuatilia kila mtu tabia zake. Hesabu zako utatoa kutokana na tabia zako. Nasema hivi, wamama tusiwakwaze wababa, wababa tusiwakwaze wamama. Nasema hivi, mlipewa zile cheti kabla hata mjaanza kuishi. Mungu aliwaamini. Umejua nini nashangaa? I do ask myself about the marriage certificate. The only exams that you will be given the certificate before sitting for the exams is the marriage certificate. When you are getting married, you are going to start your living together. God always trusts the couples. That is why they are always awarded with the marriage certificate. But do they always care about the marriage certificate? That is why, if at all there is any misunderstanding, go back, take the marriage certificate, and it is whereby both parties, everybody is having his or hers. So go and take your copy of marriage certificate. Go through it. Ask yourself why it was given to you before even engaging yourself in that test. That is what love is. It is greater than death. Men and women of God, salvation is built on that rock that is love. That is the greatest commandment. From today, you yourself be love. Wewe mwenyewe uwe upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka tuende. Of course naweza nikaongea hivi. Siku zijazo, don't think that I will be here. I am overseer. I am a bishop. Don't think that I will be here every day. Maybe you are the one who will be here. So,
up to you. Yawezekana mimi siku zijazo nisisimame hapa, lakini wewe utasimama hapa. Angalia hili kanisa la Agizo Kuu limejengwa juu ya msingi gani? Ndio maana lazima kila mtu hapa ashuke chini. You have to bend yourself down. Kristo awe juu. Maana imeandikwa, ajikwezaye atafanya nini? Ajishushaye atafanya nini? Atakweza. Wewe je? Usilitanie kabisa bwana. Hizo zimepitwa na wakati. Kama ni kupigana watu wa Mungu, watu wanapigana wanalipwa hela, si ndio? Usigeuze mume wako kuwa ni ile bag ya kufanyia mazoezi, si ndio? Usigeuze mke wako. Kama wewe unataka kupigana, nenda ukapigane kwenye ring, ulipwe nini? Matrilioni, uwe trilionea, si ndio? Watu wanapigana dakika chache tu, alafu dakika chache tu mtu ameshafanya nini? Ameshatajirika. Sote Mungu nasema hivi. Bend low. Ask for forgiveness in case of anything not right. Hata kama wewe ndio umekwazwa, jifunze. Kwa nini mimi wanaomba watu msamaha kama wakinikosea? Sometimes you can't understand me. Watu wa Mungu, mimi mtu alikuwa anaweza kanikanyaga kwenye daladala alafu nikamwambia samahani. Amenikanyaga. Samahani bwana. Akaniangalia mara mbili bila hatimaye akaniambia namba yako ya simu. Baada akanipigia bukaka, ukoje? Nasali wapi? Pata picha mtu amekanyaga mguu wangu, lakini mimi ndio nayemuomba msamaha. Niliwahi kukosewa kanisani, sema ambao mimi nilikuwa ni askofu. Nilikosewa mpaka watu wote walijua. Niliwahi kupiga magoti na kuomba msamaha kwa mshirika ambaye nilimhubiria akaokoka. Watu walimkimbia wachungaji wote. Nilihangaika na yeye miezi mitatu mpaka akapona, mpaka akawa mchungaji. Alienda kinyume na mimi. Nilipiga magoti na kuomba msamaha. Watu walilia. Lakini nasema hivi, siku zote nimekuwa nikionyesha mfano mzuri sana. Hata kwa mke wangu. Nani amewahi kuona mke wangu? How do you see my wife? How do you see my wife? Are you sure? Are you really sure? Cock sure? That is how my house is. I am not only a father there, but even there I am a servant of God. But check those who are under my roof. See the way they behave. I will check those who are under your roof and get to know your characteristics, traits. If you have been abusing people, that is what you have been teaching them. They also will be abusing people. Nasema hivi, nikiona wale waliopo chini ya dari yako, nyendo zao, njia zao, nitajua wewe ukoje kule nyumbani. Lakini hata kule unapofanya kazi na kule nje, ukinionyesha marafiki zako, nitakwambia wewe ni nani. Maana marafiki zako ndivyo jinsi ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nani amenielewa? Nenda kafanye hivyo. Sasa ninarudi katika somo la. Tulikuwa tunaendelea na kitu kinachoitwa maombi. Prayers. Watu wa Mungu, nimejaribu kutoa watu katika ile dhana ya kuwa wakati wa maombi ni wakati maalum na kwa muda maalum. Na watu wa Mungu, hata maombi kwenye Agano la Kale, maombi kwenye Agano la Kale na maombi kwenye Agano Jipya kuna tofauti. Maombi kwenye Agano la Kale, watu waliomba katika jina la Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini kwenye Agano Jipya, Yohana 10:6, Yesu anasema kuwa mkiomba lolote kwa jina langu, nami nitaitimiza, ili Baba atukuzwe ndani yangu, nami nitukuzwe ndani yake. Na maana Yesu akatupa mamlaka ya kuomba, lakini katika jina lake. Unapoomba katika jina la Yesu, je, Yesu alikuwa na tabia aina gani?
Je, wewe vigezo vya tabia za Yesu unavyo? Role model ya kila mtu aliyeokoka ni Yesu Kristo. Aliishi miaka 33 na nusu wala hakutenda dhambi. Hata pale ambapo alilazimishwa tende dhambi, hakutenda dhambi. Sasa watu wa Mungu, tuliona kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 1 mpaka sura ya 10, sura ya 1 mpaka sura 7 tuliona zile sadaka 5. Sadaka ya kwanza ilikuwa ni sadaka ya kuteketeza, ambayo ilikuwa inateketezwa kila kitu juu ya madhabahu ya kuteketeza. Nilikuambia madhabahu ya kuteketeza pia ilikuwa inaitwa madhabahu ya shaba. Na hii madhabahu ya shaba ilikuwa inakaa katika ua la nje. Lakini sadaka ya pili ilikuwa ni sadaka ya unga ama sadaka ya nafaka. Lakini kwa taarifa yako, sadaka ya nafaka pia ilikuwa ni sadaka ya kufanya nini? Ya kuteketeza. Ilikuwa ni sehemu ya sadaka ya kuteketeza. Sadaka ya kuteketeza inaanzia kwenye sura ya 1 kitabu cha Mambo ya Walawi, lakini inaenda mpaka sura ya 2. Lakini unaona kwa nini unga pia uwe sadaka ya kuteketeza, wakati sadaka ya kuteketeza pale katika sura ya 1 inaanza ya kuwa ilitakiwa mtu atoe katika makundi ama akishindwa atoe katika makinda ya njiwa ama ua. Watu wa Mungu, mtu asiyekuwa na uwezo kabisa, naye Mungu alimpa nafasi ili atoe katika konzi la unga mwembamba. Lakini umeona sasa, hii inatakiwa hata kwa sasa hivi. Yesu alishafanyika kuwa ni sadaka hizo zote. Lakini hata sadaka tunayotoa kwenye kapu, kila mtu atoe kutokana na uwezo wake. Anayeweza kutoa shilingi 50, anayeweza kutoa shilingi 100, anayeweza kutoa shilingi 200, anayeweza kutoa shilingi 500, anayeweza kutoa shilingi 1000, anayeweza kutoa shilingi 100,000, anayeweza kutoa shilingi 1,000,000. Kila mtu na atoe na jinsi anaowiwiwa katika moyo wake. Maana imeandikwa kuwa kila mwenye moyo wa upendo, Mungu alimwambia Musa ya kuwa fanye nini? Atoe. Unachokitoa usitoe kwa kulazimishwa. Lakini umeona Yesu alijitoa kama sadaka ya nini? Kama sadaka ya kuteketezwa, kama sadaka ya unga, kama sadaka ya amani, kama sadaka ya dhambi, kama sadaka ya hatia. Lakini kumbuke ya kuwa Yesu alijitoa kwa moyo wa upendo. Ina maana jambo hilo ilitoka ndani yake. Akasema ni pendo la namna gani ya mtu kupenda mwanzake mpaka akatoa uhai wake kwa ajili yake. Ndio maana upendo huo ndio upendo uliokuu kuliko upendo wa aina yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, sadaka ya 3 ni sadaka ya amani ama ya ushirika, ama pia kwa jina lingine sadaka ya shukrani. Lakini sadaka ya 4 ni sadaka ya dhambi. Sadaka ya 5 ni sadaka ya hatia. Na tukaona ya kuwa kwenye sura ya 6 mpaka sura ya 7 iliongelea kanuni na sheria zilizoongoza makwani ili wapate kumtolea Bwana zile sadaka. Ina maana makwani wao walikuwa ni wapatanishi. Lakini watu wa Mungu, kinachonishangaza, kama makwani walikuwa ni wapatanishi, kwa nini sisi kwenye Agano Jipya Yesu aseme katika Mathayo sura ya 5 katika ile hotuba mlimani ya kuwa heri wapatanishi maana wao wataitwa wana Mungu? Ni kwa sababu watu wa Mungu, Haruni alikuwa ni kuhani mkuu, lakini yeye alikuwa ni kivuli na picha cha Yesu. Yesu ndiyo kuhani wetu mkuu, lakini watoto wake walikuwa ni makwani wasaidizi wa kuhani mkuu. Sisi ni makwani wasaidizi wa Yesu Kristo. Ndio maana yale kazi alianza kufanya Yesu na kufundisha, kazi hiyo alitukabidhi sisi kwenye nini? Kwenye ile agizo yake kuu kabla hajapaa juu, akisema kuwa enendeni ulimwenguni kote wafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza kuyashika. Umeona sasa, wewe ni kuhani mkuu. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, ni nani aliyeruhusiwa kwenda mbele za Mungu kwenye Agano la Kale? Alikuwa ni kuhani mkuu aliyetakiwa kwenda mbele za Mungu mahali patakatifu patakatifu. Alikuwa ni kuhani mkuu. Lakini Yesu alipokufa pale juu ya msalaba,
kile kiambazi, ile pazia iliyotenganisha mahali patakatifu na mahali patakatifu ilichanika, na watu wote wakapata kuweza kuona kule mahali patakatifu. Ndio maana sasa hivi wewe ni kuhani mkuu, yawezekana ukaenda magotini ukamfikia Mungu. Kila mtu anaye uwezo wa kumwendea Mungu na kumfikia Mungu, maana Yesu alishafanya nini? Alikamilisha kazi na akaondoa ule mpaka ambaye ilikuwa imetenganisha wanadamu wote na Mungu, na kuhani mkuu peke yake kwenye Agano la Kale ndiye aliyeruhusiwa kwenda mbele za Mungu, lakini watu wengine wote. Ndio maana mtu alikuwa analeta mnyama wake. Ukileta mnyama pale katika mlango wa hema ya kutania, unaleta pale. Ukishaleta pale unasema kabisa, Bwana, mimi nimefanya mabaya, Bwana, nimefanya 1 2 3. Alafu kwani kwanza anapigia kura, anasema anaona kama mnyama aliyemleta Mungu anamkubali. Alikuwa anatumia zile mawe mawili ambao ni Urimu na Thumimu. Anapiga kura kwenye kifuko kilichokuwa kwenye kifua chake. Kifuko kilikuwa na mawe 12 ikiwakilisha kila kabila. Hii iliashiria kuwa kuhani mkuu alikuwa ni mwakilishi wa makabila yale 12, lakini alikuwa amewabeba kwenye kifua chake. Ndio maana Urimu na Thumimu ilikaa katika kifua, lakini akijaribu kufanya nini? Anapiga kura, na kama ingetoka ya kuwa ni Urimu, ina maana ilikubalika. Na baada ya kubalika, ina maana huyu mtu hakuhitajia kusema chochote, alitakiwa aweke tu mkono kwenye huyo mnyama. Kuhani mkuu alifanya upatanishi. Lakini nasema hivi, ilihitajika kuhani mkuu asiyekuwa na dhambi. Tuliona ya kuwa ile siku ya upatanisho, kuhani mkuu Haruni alitakiwa kwanza apatanishe dhambi zake kabla hajapatanisha dhambi za taifa la Israeli. Lakini Yesu Kristo alifanyika kuwa ni kuhani mkuu asiyekuwa na dhambi, lakini akiingia mahali patakatifu ambao ni mbinguni, akitumia damu yake na akifanya upatanisho mara moja na milele. Ndio maana watu wa Mungu, kazi ilifanya nini? Kazi ilikamilika, na kilichobaki sasa ni nafasi yako. Sema, kilichobaki ni nafasi yangu. Je, una uhakika? Kama una hakika, basi simama katika nafasi yako. Mimi nasimama katika nafasi yako, maana najua hivi, mimi ni mwanadamu, na kama Haruni dhambi zake alijipatanisha, na mimi lazima niwe tayari kushuka na kutenda yaliyo mema. Lazima niishi. Ndio maana nitazame, nifuatilie. Ukiniona popote pale, niambie, mchungaji, unafanya nini hapo? Wewe usitupeleke motoni. Wewe nifuatilie ili unisaidie niende mbinguni. Umejua hiki kitu ambacho kinafanya kwa mchungaji, huwezi kumuuliza mchungaji swali. Yaani yeye anakuwa Mungu mtu, anachofundisha ndio final. There is nothing like that. Yesu mwenyewe alikaribisha maswali. Ndio maana utakapopata nafasi ya kufundisha watu, toa nafasi. When you get an opportunity of teaching other people, give people that opportunity of asking you questions. Wewe ni mwanadamu, aliyekamilika ni Baba yetu wa mbinguni. Yesu alitoa nafasi ya maswali. Ndio maana I do give people time here to ask questions. Ninapotoa nafasi kwa ajili ya maswali, na maana mimi siko juu ya sheria ya Mungu, ni Yesu pekee yake. Bwana Yesu asifiwe. So sura ya 8 ni kusimikwa kwa Haruni. Sura ya 9 wanaanza kazi katika ile ofisi mpya, na sura ya 10 tuliona kifo cha watoto wa Haruni wale wawili ambao alikuwa Nadabu na Abihu. Sababu ilikuwa ni walifanya nini? Walipiga Yeyin, ama walipiga Tirosh, ama walipiga Shekani. Baada ya kupiga Shekani ama Tirosh ama Yeyin, wakaingia pale wamelewa, wamebeba na moto wa kigeni. Walipobeba na moto wa kigeni, moto takatifu ikatoka mbele ya pazia, mbele za Bwana, ikawalamba, ikawateketeza. Na Musa akaambia wajomba zake Haruni ya kuwa watoweni nje, Bwana, wazikeni nje marago kule. Na Musa akamwambia Haruni na watoto wake wawili waliyebaki ya kuwa wasishiriki matanga yao. Hebu nani atakayenitajia watoto wake wawili Haruni ambayo walibaki? Watoto wake Haruni waliyebaki wawili walikuwa wanaitwaje?
Itamana Eliza. Itamana mbona una uhakika? Alikuwa ni Itamana Eleazari. Maana wale wakubwa wawili ambao walikuwa Nadab na Abihu, wao waliingia pale wamelewa. Kwa nini nimesema yeye? Nilikwambia ya kuwa Biblia ya Kiebrania, Biblia ya kwanza kuandikwa ilikuwa ni ya Kiebrania. Na ukienda maeneo mengine unakuta imeandikwa yeye. Nilikwambia yeye ilikuwa ni kinywaji chochote chenye chachu. Lakini nilisema ya kuwa tirosh, nilikwambia kuwa ilikuwa ni divai mpya. Ina maana walipokuwa wanachukua zabibu na kuweka kwenye sinikizo na kuisinikiza na kupata ile maji ya zabibu, ilikuwa ni divai mpya inaitwa tirosh. Ina maana pia mtu aliyekunywa bila shaka alilewa. Ndio maana Mungu, tutaona kwenye ile Hesabu sura 6 kwa Mungu akuruhusu wale manadhiri wake wafanye nini? Wanywe hata yani chochote kinachohusu zabibu. Lakini nilikwambia kuwa shekar ilikuwa ni jina la Kiebrania, lakini kwa bia zote. Bia ina maana zinazokuwa na nini? Zinazokuwa na chachu ama zilizochachuka, zinazolewesha. Ndio maana umeona watu wa Mungu, kuna vitu vingine ambavyo unahitaji kurudi kwenye asili yake. Kuna vitu ambavyo tunahitaji kufundishwa. Watu wa Mungu, kujua Biblia ni kitu cha hatari sana. Na ukijua Biblia inaweza kufanya mambo makubwa. Watu wa Mungu, nimeona kwa kuona mtu anaua na Biblia. Biblia hiyo sione hivyo. Watu wanatumia Biblia vibaya mno. Biblia hiyo tutumie kuokoa watu. Huu ni wakati wa mavuno. Yesu akasema kuwa, akaambia wanafunzi wake, ombeni ili Bwana wa mavuno atume nini? Wavunaji. Hasa watu wa Mungu, tunaenda kwenye sura ya 11 mpaka 20. Tulishapitia, lakini tunahitaji kupitia kwa maombi. Lakini kumbuka ya kuwa kuna kitu ambacho tunahitaji kujua. Unapoongea habari za wanyama walio wasafi na walio najisi, wanyama hawa unakwenda kuishia kuwa walio wasafi walikuwa wanakwenda kutolewa kama sadaka, ambao wanyama walio wasafi walikuwa ni mbuzi, kondoo na ng'ombe. Lakini palikuwa na ndege pia walio wasafi, ambao ndege hawa walio wasafi walikuwa ni njiwa na ua, na hawa ndio walioruhusiwa kutolewa juu ya madhabahu. Sasa unapoongelea habari za wanyama najisi na wasiokuwa najisi, unaishia kwenye kitu kinachoitwa nini? Kutoa sadaka. So ina maana usipoelewa ile sura ya 1 mpaka 7 ambao ni sadaka, bila shaka utakuta kuwa huyu mtu amenajisika, anatakiwa arudi kwanza atoe sadaka gani. Sadaka ya kwanza iliyotolewa ilikuwa ni sadaka ya dhambi. Lakini baada ya sadaka ya dhambi palikuwa na sadaka inayoitwa sadaka ya hatia, kama ulikuwa na hatia. Baada ya hapo palikuwa na sadaka inayoitwa ya kuteketeza. Baada ya sadaka kuteketeza, ulitakiwa sasa ukamilishe sadaka zako kwa kutoa sadaka ya amani ama sadaka ya ushirika. Ina maana sadaka ya shukrani, kwa sababu Mungu amepokea sadaka zako za mwanzoni na amekusamehe dhambi zako. So tunapokwenda kule, bado tuko katika zile sadaka. Mtu ambaye alinajisika, aliyegusa chochote kichafu kilichotoka kwa mwanadamu, bila shaka alipata kunajisika, na mtu huyo alitakiwa afanye nini? Atengwe. Lakini hakutengwa, bado ilitakiwa katika kutakasika, ilitakiwa apate mnyama aende nayo pale, ama apate makinda ya njiwa ama ua ama unga mwembamba ama laini uliochanganywa na mafuta na ubani, ili kuhani apate kumpatanisha dhambi zake. Lakini umeona sasa Mary, ina maana ya kuwa utakapoomba na najisi, bado utakwenda kwenye wakati wa utakaso ambayo unarudi kwenye sadaka. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Hata sasa hivi ongea yote 9, 10 utakwenda pale juu ya msalaba. Nini? Katika ile sadaka iliyotolewa pale katika mlima Golgotha,
utakwenda popote uendapo kwenye Injili, lakini kila kitu inakwenda kugota pale kwenye kazi ya ukombozi aliyefanya Yesu. Ndio maana yote najisi, kila kitu inakwenda kuishia pale kwenye ile madhabahu ya kuteketeza ama madhabahu ya shaba. Ndio maana sasa hivi ongeavyo, fanya ufanyavyo, lakini lazima uende ugote katika msalaba wa nini? Msalaba wa Yesu. Jinsi kila kitu kiliishia pale katika ile madhabahu ya kuteketeza ama madhabahu ya shaba, ndivyo kila kitu sasa hivi inagota katika madhabahu ya shaba sasa hivi. Madhabahu ya shaba sasa hivi ni nini? Madhabahu ya shaba sasa hivi ama madhabahu ya kuteketeza sasa hivi ni nini? Ile pilusi ile la kuashia nini mama Bwatwa? Mimi nimemuuliza huyu hapa, sijakuuliza wewe. Amekusaidia mama Bwatwa, hebu mpigie makofi. Ameamua kusaidie. Hiyo ni kudumisha upendo, si ndio? Tupigie Bwana makofi makubwa. Hiyo ni upendo. Sasa vile. Unaona sasa mimi nimeshangaa. Eti mtu aliyenajisika lazima atakuja kutakasika wapi? Pale kwenye madhabahu ya kuteketeza. Ukisikia nikisema madhabahu ya shaba, hiyo ni sawa na madhabahu ya kuteketeza. Ukisikia nikisema madhabahu ya dhahabu, hiyo ni sawa sawa na madhabahu ya kufukizia nini? Uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona nikisema birika la shaba ama nikisema nini? Beseni la saba, bado ni kitu kimoja. Lakini unaona ya kuwa mambo yote kumbe alienda kuishia katika ile madhabahu ya kuteketeza. Mambo yote sasa hivi naishia wapi? Katika msalaba wa nani? Wa Yesu. Ndio maana focusing point ya kila kitu iko pale msalabani. Unapokwenda msalabani, okovu wetu, ukombozi wetu, utakazo wetu ilikuwepo pale juu ya msalaba, na kazi ilikwisha wapi? Juu ya msalaba. Ndio maana Yesu alisema imekwisha. Nasema hivi, Yesu anaporudi atakuwepo juu ya mawingu pale, na watu watakwenda kumlaki. Anakuja kunyakua kanisa lake. Harudi tena kwenda msalabani. Maana kama ni msalaba, Yesu alishakamilisha kazi. Yesu alishaweka misingi yote vizuri. Ndio maana nasema hivi, soma Biblia na mimi tupate kuelewa Biblia. Tupate kuhubiri ukweli. Maana huu ukweli ndio utakayeweka watu huru. Watu sasa hivi, watu wa Mungu, wamepotoka kabisa. Lakini kwa nini watu wamepotoka? Ni kwa sababu hakuna mtu anayepata neno la Mungu la kweli. Watu wa Mungu nasema hivi, kuna kitu kinachoitwa hofu ya Mungu. Umejua mtu ambaye hajaokoka na mtu ambaye hakupata kuhubiriwa Injili, umejua na yeye Mungu atamtendea haki, atahukumiwa kwa dhamiri yake. Umejua hata ukitaka kuiba kitu cha mtu, niibe nisiibe, dhamiri yako inakusuta. Dhamiri yako inakuambia kabla hujafanya mabaya, huwa pana ushindaji ndani yako. Ile dhamiri inayokukataza kutenda mabaya ndiyo itakaye kuhukumu wewe. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, kama neno la Mungu alipo ndani yako, huwezi ukabadilika. Lakini sasa shida iko wapi? Aliyekufundisha neno la Mungu amekufundisha mistari, alafu anaamini kama amekufundisha neno la Mungu. Yesu alifundisha neno la Mungu, watu wa Mungu. Hebu soma ukisoma Mathayo sura ya 5:6-7. Yesu amekaa mlimani na wanafunzi wake. Siku ngapi? Siku tatu. Siku tatu mfululizo neno linapita. Na sasa hivi watu wengi hawawezi kubadilika. Kwa sababu gani? Ni neno ndio inayekulawanisha. Neno ndio inayekulawanisha na kuondoa zile uchafu. Watu wengi wako makanisani, lakini bado hakuna neno la kuondoa zile tabia mbaya. Hakuna neno la kuondoa utu wa kale. Mara nyingi Baba unilinde baba akulinde. Je, ni Bwana ndiye anayelinda, lakini je, mlinzi anakaaga ndani ya lindo ama nje ya lindo? Ndani ya lindo. Je, mlinzi asipokuwepo kwenye lindo, je, lindo linaweza kuwa salama? Mungu atakulindaje wakati Mungu hayupo ndani yako? Imeandikwa Mungu ni neno na neno ni Mungu. Ndio maana watu wa Mungu lazima neno la Mungu likae ndani yako. Na usipoelewa
kitabu cha mambo ya Walawi, huwezi kuelewa Injili. Kwa nini ni watu wengi nikiwaambia bwana imeandikwa kwa umpende mchawi na umuombee mema naye kuudhi? Haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu hajapitia kitabu cha mambo ya Walawi. Hajajua kivuli cha Yesu Kristo, hajajua kivuli cha wokovu, hajajua kivuli cha msalaba, hajajua kivuli cha kuhani mkuu, hajajua kivuli cha makuhani, hajajua tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Lazima ujue tofauti katika Agano la Kale na Agano Jipya. Lazima ujue jinsi ya kutembea kwenye Agano la Kale katika maombi. Lazima ujue jinsi ya kuishi. Umejua watu Mungu kuishi, lazima uishi Agano Jipya. Wewe ni wa Agano Jipya, sema mimi ni wa Agano Jipya. Mimi ni wa Agano Jipya. Mimi sio wa Agano la Kale. Mimi sio wa Agano la Kale. Kwa Agano la Kale, wa Agano la Kale, waliruhusiwa kufyeka. Waliruhusiwa kuua. Mimi ni wa Agano Jipya. Mimi ni wa Agano Jipya. Naruhusiwa kupenda wote. Naruhusiwa kupenda wote. Wabaya na wanayenitakia mabaya. Mbona tofauti inapokuwa bayana? Tofauti iko bayana. Lakini watu wengi sana sana manabii wanafundisha watu kuishi Agano la Kale. The prophets are teaching people on how to live in the Old Testament. Kwani manabii wanafundisha Agano la Kale sana? Maana Agano Jipya itambue nabii. Yesu alisema kuwa enzi ya manabii iliishia kipindi gani? Yohana Mbatizaji. Kama Yesu alisema hivyo, je, alisema? Je, Yesu aliwacha manabii? Yesu aliwacha mitume, enendeni. Na tumejengwa juu ya mitume na manabii. Agano Jipya ni agano la mitume, watu wa Mungu. Na mtume kazi yako ni kuaminisha watu kwenye ujio wa Yesu. Ambia watu waache dhambi. Acha kuaminisha watu kwenye kumiliki. Kuaminisha watu kwenye kumiliki na mambo duniani. Aminisha watu katika ujio wa Yesu mara ya pili. Aminisha watu katika neno la Mungu, wabadilishe. Hata kama nikikuombea mara 100 hapo ukapona pasipo neno Mungu yupo ndani yako, ni kazi bure. Maana pepo limtokapo mtu huenda na kuzunguka pate pasipokuwa na maji. Akikosa ufanya nini? Lazima tufundishe watu. Tuaminishe watu kwenye ujio wa Yesu. Fundisha watu Injili. Sasa watu wa Mungu, Mungu nisaidie. Watu wa Mungu, hebu tuende kwenye sura ya 11. Sura ya 11, of course fundika Biblia yako bana. Tulishapita pale, nilishafundisha. Nani atakayesema kwa ufupi sura ya 11? Atakayesema. Nilisema tulipokuwa tunapitia kila mtu alikuwa anaifupisha. Everybody was summarizing each chapter. Sura ya 11 inaongelea nini? Judy. Of course wao kuwepo, lakini namshukuru Mungu maana amekuwa na bidii sana ya kufuatilia na kusoma. Wanyama wa najis na wasio najis. Nani atakayeongea sasa kwa mapana? Ndio? Ni wanyama wa najis na wasio kwa najis. Inaelezea juu ya pia wanyama najis wamekuwa wameweka katika kategori mbalimbali. Kuna wanyama wenye pato, kuna wanyama wanaotambaa, kuna wanyama walioko majini, na kwamba wale waliokasika wenye ambao hawana mapenzi hawajui, wasiokuwa na pato sisi za moto kitalifu ni katwa, wasiocheua kuhusa. Bwana akamwambia Musa kwamba aeleze kwamba kula wanyama hao ni wanajisikia kula wanyama hao. Pia akaja katika wanyama wa nyumba. Sasa nyumba inazunguka ndege na jamii kama kanakana na micheche ni mnyama sana na wale. Kwa ni kula mshamu kula wale wanyama. Kula wanyama kwa Musa na kwa wale wanyama. Ni kwamba atakuwa na visa. Atakuwa atatakiwa kutoa sadaka ya sita takaswa atatakiwa kuoga, atakayekusa mzoga au kwa mfano yule mnyama amedumbukia kwenye vyombo vyake aliyekufa kabisa kwa najisi. Hapo kwa kwamba ile vyombo vitosha katika maji ili kutoa
kwa siku nzima. Kama itakuwa ni nyungu litavunjwa. Tena. Yeye amegusa wanyama itakuwa kwamba nguo zake na kwa siku nzima itakuwa mpaka jioni atakuwa safi. Nani mwingine cha kuongezea? Hasa umeona sasa, hata katika samaki wasiokuwa na magamba na mapesi hayakutakiwa kuliwa, lakini kumbuke ya kuwa hiyo ilimtoa nyoka nje, maana nyoka alikuwa na magamba lakini hana mapesi, hakuwa na, si ndio? Lakini sasa hivi je, nyoka watu wanatupia utupi? Yaani nyoka mtamu kupitiliza mtu wa Mungu. Wewe unasema tu kesho utapata safari ya kwenda China. Okay, rafiki yako anakukaribisha Mchina, rafiki yako amekukaribisha, je, utaenda kuuliza amepika nini? Atakuwa kwamba karibu bwana chom chincho. Wewe bwana unaleta chakula kula, unaona supu, yani supu imekaa vizuri. Unatupia baadaye naambia kwa nyoka mwenyewe alikuwa kadogo. Sadabika. Watu wa Mungu sasa hivi dunia vitu vyote vinaliwa. Mtu anasema hata mjusi, watu wanakula mjusi hapa. Mjusi kule natafunwa. Hao huyo yuko Marekani anatufuatilia huyo ambaye amesema yuko Marekani. Maana sasa tunaonekana duniani kote tunapohubiri hivi. Bila shaka mjusi inaliwa. Konokono inatafunwa. Kwani hapa mbona wewe unatafunaga pros? Pros ndio wadudu wenyewe. Pros wauli. Chura. Watu wa Mungu nasema hivi, ukitembea utakula. Ukitembea unakuta nyama iliyo nzuri. Alafu sasa hakuna mtu anayekuchagulia. Uzuri wa unaposafiri unaletewa menu, lakini na wewe kwa sababu ya ushamba. Kwa mfano kama mimi nimefika pale, unaangalia ile yenye picha nzuri, si ndio? Kumbe ndio umbo ambaye amerostiwa vizuri na bizari, si ndio? Yaani nakuwa tamu kupitiliza sisi. Sikikaa pale miezi kadhaa ndio unakuta kujua kwa inapikwaje sasa. Unaambiwa hii inatengenezwa na mbwa. Nasema hivyo tu Mungu. Hayo yote sasa hivi kila ina shaka, si ndio? Yesu alisema kwa kinamwingiacho mtu akiweze kufanya nini? Kumnajisi, bali kimtokacho mtu maana utoka moyoni. Sasa hivi mimi chochote nakula. Baraza sifi. Yesu alifungua jambo hilo. Si nimewahi kufundisha sana tu. Kimwingiacho mtu huingia na kwenda chooni, lakini kimtokacho mtu kutoka katika moyo, na mabaya kama sengenyo, matukano, mabaya kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hivi ule katika jina la Bwana. Hiyo imetosha. Amen. Ametengenezwa chatu vizuri katika jina la Bwana. Mjusi katika jina la Bwana. Kwani wewe unasema mbona hata watu wanakula panya tu? Huyu panya unayemuona huyu akirostiwa, wewe mbona unaweza kutafuta ugali kwenye sahani usione? Panya. Basi sasa nione mtu ambaye anataka kuniombea na sura ya 11. Who is going to pray? Na sura ya 11. Lakini kumbuka imeongelea wanyama walio najisi na wanyama wasio najisi. Umeona? Imeongelea na samaki wa kuliwa, ndege wa kuliwa, lakini sasa tuiombee. Kumbuka ya kuwa msingi upo katika vinavyotolewa, maana umenajisika, bila shaka lazima urudi kwenye sadaka ya dhambi, sadaka ya kuteketeza, sadaka ya amani, sadaka ya hatia. Nani yuko tayari kuomba na sura ya 11? Wanyama walio najisi. Mimi nitaomba. Kama wewe huwezi kuomba, mimi nitaomba.
Hapa tunahitaji kujifunza kuomba, watu wa Mungu. Imani pasipo matendo imefanya nini? Sura 11 inaongelea wanyama wanayeliwa, ndege wanayeliwa na wasioliwa, lakini pia inaongelea samaki wanayeliwa na wasioliwa. Lakini sasa nitakuruhusu sasa kuanzia leo katika sura ya 11 unaweza ukaunganisha na Agano Jipya, maana nilikuwa nataka watu wazoee katika zile sadaka jinsi zilivyo, alafu sasa nataka utaweza kuunganisha na Agano Jipya, maana nilitaka, lengo langu ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa na kuomba naye uweze kutamka zile hatua zote pasipo kutaja jina la Yesu, lakini ukitaja ile sadaka ili moja kwa moja ujue kabisa kuwa sadaka ya kuteketeza hilo ni jina la Yesu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Sadaka ya dhambi hilo ni jina la Yesu kwenye, kama nilivyokuambia kuwa katika Biblia yote kila kitabu tutakayopitia pale kuna jina la Yesu, na pale kuna jina la Mungu Baba, na pale kuna jina la Roho Mtakatifu. So tutakapoenda kwenye kitabu cha Hesabu tutaomba na kitabu cha Hesabu jina la Yesu jinsi lilivyotajwa pale. Lakini sasa tunapoenda kwenye sura 11 kuelekea mpaka 27 ninakuruhusu utumie uunganishe na Agano Jipya, lakini kiamini kabisa ya kuwa sadaka kuteketezwa unajua kabisa, sadaka ya unga unajua kabisa, sadaka ya amani unajua kabisa, sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia. Na bila shaka kama nilivyokuambia kuwa ilitolewa kwanza sadaka ya dhambi pale ambapo mtu alifanya hatia, ndio iliyetakiwa mtu atoe sadaka ya hatia, ambapo sadaka ya hatia na sadaka ya dhambi hizo zilikuwa zinafanya nini? Zinaendana. Ndio maana kama umetoa sadaka ya hatia ulikuwa utoe sadaka ya dhambi, lakini ilitakiwa kutoa sadaka ya hatia ufuate na sadaka ya kuteketeza, kisha na sadaka ya nini? Ya amani mwisho. Kama ukitoa sadaka ya dhambi ulitakiwa ufuatishe na sadaka ya kuteketeza, alafu uje umalize na sadaka ya amani ambayo ni sadaka ya ushirika. Ukila mbele za Bwana ina maana kuashiria kuwa unamshukuru Mungu kwa sababu alipokea sadaka yako ya dhambi na ya kuteketeza, na ukapatanishwa dhambi zako na Mungu na kuyaondoa. Ina maana ukasamewa, na ilikuwa ni njia ya kumwabudu Mungu, ilikuwa ni njia ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nitaomba na sura ya 11. Baba, uketie mahali patakatifu pa patakatifu, nami niko ndani ya marago Bwana. Nimenajisika Bwana kwa kugusa kitu ambacho ni najisi. Nimekuwa na ukaribu na Baba wa rehema, marafiki zangu, ndugu zangu, Baba wa rehema, ambayo Baba ni wafu aliye hai. Maana Bwana, mtu ambaye hajampokea Kristo Yesu ni mtu ambayo amekufa. Baba wa rehema, nimekuwa na ushirika nao Baba, nami nimenajisika Bwana, nami najitakasa kwa neno lako Bwana. Na Baba wa rehema, kama aliyegusa Baba wa rehema kitu najisi, alioga Baba wa rehema, akafua na mavazi yake, nami Baba katika neno lako nitakasike nafsini, rohoni na mwili, muonekano wangu, roho yangu, nyota yangu, na Mungu mweza wa yote. Sasa Baba wa rehema, na kwenda kwenye hema ya makutano, nami Baba mweza wa yote, ninayo sadaka yangu ya hatia Baba, naye ni mbuzi mume, nami naweka mkono juu yake, naye kuhani Baba wa rehema ananipatanisha dhambi zangu Baba wa rehema. Kisha Baba wa rehema,
sadaka huyo Baba wa rehema anateketezwa juu ya madhabahu ya kuteketezwa. Bwana, nami naleta Baba wa rehema sadaka yangu ya amani, nikiwa na ushirika nawe Bwana, kama shukurani yangu, maana umenitakasa Baba wa rehema na kuniondolea dhambi zote Baba, na kunifanya kuwa msafi Bwana. Ninatukuza jina lako ewe Bwana uketie katikati ya watu wako. Jina lako lizidi kuhimidiwa na kushukuriwa Bwana, maana wewe ni Bwana wa mabwana. Na katika jina la mwana kondoo wa Pasaka, nani ana neno katika hilo nimeomba katika msamaha, lakini nimekwambia sasa unganisha sasa agano jipya na agano la kale ili pate kukamilika. Umeona sasa, mimi naamini kabisa kuwa dhambi nyingi inayenipata ama inayekupata ni kwa sababu ya wale tunayekuwa na ushirika nao, si ndio? Watu wawili hawezi kwenda pamoja pasipo kupatana. Lakini sasa nimeenda pale kama mtu ambayo ana dhambi, lakini dhambi ina maana kupitia watu wengine. Nimenajisika, lakini kumbuka ya kuwa kwenye agano jipya anayempokea Kristo Yesu anafanyika kuwa hai. Lakini mtu ambaye hajampokea Kristo Yesu amekwisha kuhukumiwa. Ina maana hata kifa tayari anakwenda katika ile mauti ambayo ndiyo moto wa nini? Wa Jehanamu. Lakini ona sasa ushirika wangu na wale, umeona nifanya ninajisike, lakini bila shaka nimeitaja pale ili mtu apate kuelewa. Lakini bila shaka pale nimetumia jina, sijatumia jina la nani? Jina la Yesu, lakini nikitumia jina la Yesu kwenye kitabu cha mambo ya Walawi, ambayo ni sadaka ya hatia na sadaka ya ushirika ama amani. Nani ameniipata? Muda umeenda sana, lakini nani atakayeomba? Alafu kesho tuende moja kwa moja kwenye kuomba. Lakini sasa ninakuomba sasa ujue ufupisho wa sura ya 11, sura ya 12 mpaka sura ya 20, maana ulishaifupisha. Usipojua kwenye ufupisho huwezi ukaihamishia kwenye maombi yako. Lakini kadri unapotumia neno la Mungu, maana Mungu utazama neno lake ili apate kufanya nini? Yesu alitumia agano la kale sana kwenye maombi yake. Na bila shaka tutaona kesho ama kesho kutwa pia jinsi maombi yale yalivyokaa katika Torati. Maombi hata wale wanafunzi wa Yesu baada ya Yesu kuondoka. Nani ataomba? Nataka mtu mmoja atakayeomba. Na sura ya 11. Michael Muhonga, mbona umeshika mdomo? Nataka uombe ili niage makutano. Mlinganisho wake bado hajakaa vizuri, isiharibu. Hebu nisiharibu. Sinatakiwa uharibu ndio jifunze. Njia nzuri ya kujifunza ni kuharibu, si ndio? Hataki kuharibu. Hebu nataka uiharibu Mama Joshua. Watu wa Mungu, tuko kwenye darasa la kujifunza kuomba na kitabu cha mambo ya Walawi, si ndio? Lakini kinachofanya ujue kitabu cha mambo ya Walawi ni jinsi na kwa nini mimi pale saa nyingine wewe ukiwa makini unapoomba pale utacheka. Saa nyingine pale naongozwa niombe na mtu kuhusu kitabu cha Mwanzo. Sura ya nani maana kusikia nikiomba na sura ya Mwanzo. Lakini kama mtu ana shida ambayo inatakiwa aungwe tena upya, na lazima niombe na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili ambayo ni uumbaji. Mtu ana dhambi inabidi nirudi kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Asili ya dhambi. Na tunakoelekea sasa, kila eneo la unayoliombea itabidi utafute neno inayoendana nayo uiweke pale. Maana Mungu anatazama neno lake, sio neno lako. Ndio maana amesema leteni hoja zenyu nzito tupate kuhojiana nanyi ili mpate kupata nini? Haki yenu. Lakini sasa haki yetu tutapata wapi? Tutapata kutokana na neno la Mungu ambayo ni ahadi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha nikwambie, huu ni wakati wa kumchanganya shetani. Hebu nikuulize, Yohana alikuwa ni mtu wa kiroho. Kwa nini Yohana alisema kuwa tazameni mwana kondoo wa Mungu auchukue dhambi ya ulimwengu anakuja? Je, alikuwa amemuona nani? Alikuwa
Umeona Yesu? Kwa nini kusema kwa tazameni Yesu Kristo anakuja? Akasema hivi, anayekuja nyumba yangu ni mkuu kuliko mimi. Sistahili kufanya nini? Akasema huyu anayekuja pepeto yake hii mkononi Mwaki. Bwana jinsi alivyomtaja Yesu. Ukifuata hapo utanielewa mtu wa Mungu. Umeona jinsi alivyomtaja Yesu Yohana? Aliyebeba pepeto yake kwenye mkono wake. Umeona jinsi Yohana alivyomtaja Yesu. Lakini ndivyo alivyokuwa anamuona kwenye ulimwengu wa kiroho. Hatimaye anamuona kama mwanakondoo wa Mungu aubebao dhambi ya ulimwengu. Ndio tunachofanya hapa. Mama Joshua, ili nipate kuaga watu. Moyo wako ulikuwa unaenda mbio. Moyo umerudi. Moyo ulikuwa umekimbia mbio alafu umerudi. Hebu tupige Bwana makofi. Moyo umekimbia mbio mpaka umerudi. Na wacha ukitaka kuomba maombi haya, kana upinzani sio mchezo. Shetani asingependa watu tujue neno la Mungu. Lakini uwezi, kwa nini wewe unajua Kiingereza ama unajua lugha ya mama? Mtoto anapozaliwa anakuta watu wanaongea Kichaga. Mtoto huyu anaanza kufanya makosa kwenye kutaja yale maneno. Anajifunza kutaja mabaya. Hatimaye mtoto huyu maneno yale anarudia kila siku, anarudia, inakuwa ni sehemu ya maisha yake. Ndivyo ulivyojua lugha ya mama. Ndio maana hata Biblia uwezi ukajifunza Biblia ukisema kwa you are perfect. Unataka wewe ufanye unavyotaka. Hakuna kitu kama hicho. Ndio maana unavorudia na njia nzuri kwa wenye haki wa Bwana ni majasiri kama nini? Kama simba. Wasiokuwa wa haki ufanya nini? Kimbia pasipo kukimbizwa. Mbona nakimbia pasipo kukimbizwa Mama Joshua? Naomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Naomba katika jina la Yesu, Bwana uketie patakatifu katika hema ya mkutano. Bwana nao ukanena na Musa awaambie wana wa Israeli kwamba siku mtu yote ashike aguse mnyama ambaye ni najisi, mnyama ambaye anakuwa kizopasuka na asiyecheua. Nani Bwana na wasile. Nani Bwana nimekula kitimoto huyu. Na Bwana katika neno lako katika Agano Jipya linasema kwamba kimwingiacho mtu si najisi bali kimtokacho. Nami ninapokula nile nitakasike katika jina. Yaani imescratch TV imepata TV imeganda. TV imeganda. Sasa umeona pale alichanganya habari. Ameenda vizuri lakini kumbe yeye alitaka kuomba maombi ya kwenda kula, lakini maombi ya kutupia nini? Kutupia kitimoto. Lakini sasa ameanza kwanza ya kuwa umeona sasa. Lakini uko vizuri. At least you have something. Unayo kitu. Sasa huko unasema katika jina la Yesu au hata ukisema jina la Yesu it doesn't matter. Lakini sasa tunafanya nini? Kumbuka ya kuwa Yesu anatajwaje kule. Ndio anakuruhusu Agano Jipya uunganishe na Agano la Kale ili sasa maana kule tulikotaka tujue umeshajua. So sasa hivi unaweza kutumia, lakini strictly tumia jina la Yesu ambayo iliyopo kwenye kitabu tunaye. Kwa mfano kama pale katika tunapomaliza mambo tumaliza katika jina la Yesu, lakini sasa Yesu anaitwaje pale? Ningetarajia useme katika jina la unga mwembamba ama ungo wa kaangoni. Hiyo iko vizuri sana. Maana katika ile kinaa, ile shina ambayo ilienda mpaka juu na matawi, ndio maana Yesu katika Agano Jipya Agano Jipya ile ilikuwa ni picha Yesu kusema kuwa mimi ni mzabibu, baba yangu ni mkulima, nanyi ni matawi, na tawi lisilozaa matunda ukatwa na kutupwa motoni, lakini uzaapo matunda itafanya nini? Kuoshwa na kutengenezwa. So bila shaka ukisema hivyo sawa. Ndio inapotakiwa. Yohana anasema kuwa anayekuja nyuma yake ni mkuu. Pepeto yake hii mkononi. Atakusanya mavuno.
So umeona, tunahitaji kuja na vitu kama hivyo, lugha ambayo shetani hawezi akaelewa. Amina. Akija kustuka unaposema kwa katika jina la mwana kondoo, akija kustuka mwana kondoo anaona ile damu ya kondoo ambayo mganga alitoa, lakini akistuka anaona Yesu amesimama. Je, hajala mieleka? Hala mieleka. Nitaishia hapo, lakini kesho nitaanza mapema ili tuende sana, lakini kila mtu nitakupa nafasi kesho. That is why go through chapter 11 to 20. Tulishai summarize. If or maybe uifupishe tena yale mambo muhimu unaweka katika maombi, lakini nakupa nafasi ya kuunganisha na Agano Jipya, maana wewe ni mwana wa Agano Jipya. Lakini sitaki utaje jina la Yesu kama inavyotajwa kwenye Agano Jipya. Utaje jina la Yesu lakini kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Taja jina la Baba Mungu kwenye kama ilipotajwa kwenye kitabu cha Mambo. Taja jina la Roho Mtakatifu kama ilipotajwa kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Mafuta yaliwakilisha Roho Mtakatifu. Ile nguzo la wingu ama la moto iliwakilisha Mungu Baba. Lakini zile sadaka zote mpaka za unga, sadaka ya unga ilimwakilishaje Yesu? Sadaka ya unga ilimwakilisha Yesu katika uhai wake. Sadaka la mnyama aliyechinjwa ilimwakilisha Yesu katika kifo chake. Lakini kumbuka ya kuwa katika ule unga mwembamba ulitengenezwa mkate ukatiwa mafuta. Yesu alisema yeye ni mkate wa uzima, na Roho ya Bwana yu juu yake, amempaka ama amemtia mafuta. So mkate uliyetiwa mafuta alikuwa ni Yesu. Keki iliyetiwa mafuta kwa ni Yesu. Unga mwembamba uliochanganywa na mafuta alikuwa ni Yesu. Ndio maana yapo majina mengi sana ya Yesu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, na sidhani kama utakaukiwa na majina hayo. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Bwana? Anybody with any question before I call upon the name of the Lord? Any inquiry? Any question? Ninasema katika jina nikastuka. Ukakwama. Yaani nilikuwa na nguvu fulani kubwa. Yaani mfano kama chembe chema kidogo. Hata Mungu acha nikuambie. Kuna vitu kifanya umekaa kwenye mapenzi ya Mungu. Tunaishushaje ufalme wa Mungu? Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Yesu alisema ufalme wa Mungu hautakuja kiasi kwamba tutaiona ni ile pale, lakini ufalme wa Mungu ni katika neno lake. Unapotamka maneno hayo ya Mungu ya kweli, ina maana unashusha ile ufalme wa Mungu. Ndio maana nguvu lazima uisikie kwenye mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo nguvu, yaani ukitaja neno la Mungu, kama kuna mpangaji, bila shaka anaweza kukimbia vibaya mno, si ndio? So tuendelee kudumu katika neno la Bwana ili wapangaji wote waliotesa maisha yako wale boda na wasionekane tena kwako. Nani mwingine mwenye swali? Je, umeelewa? Ni unasema mchungaji, nimeelewa. Wewe kesho basi mimi nitaona kama umeelewa. Mimi namshukuru Mungu Baba, natukuza jina lako, maana umesema na watu wako kupitia mimi. Tunayaweza yote katika wewe tutie nguvu. Ni wewe ndio akututia nguvu. Ni wewe ndio akuomba kupitia sisi. Baba mweza wa yote, umwezeshe kila mmoja Baba wa rehema apate kupitia katika sura 11 mpaka 20 kitabu cha Mambo ya Walawi, na kulifupisha Baba, ili tuendelee kuomba Baba katika neno lako Baba wa rehema. Baba, ninashukuru jina lako kwa ajili ya watakatifu wako uliowapa nafasi ya kuwepo nyumbani mwako. Wanapoondoka hapa Baba, neno lako tuliyesimamisha katika eneo hili Baba iwafunike kama ile nguzo la wingu ilivyotamia Baba wa rehema maskani yako Baba katikati ya watu wako. Jinsi ile nguzo la moto Baba wa rehema ilivyoangaza na kufukuzia mbali Baba maadui zao. Baba, neno lako lisimame kama nguzo la moto, imuokoe Baba, imfunike, imweke huru Baba. Nami nalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Na katika jina la unga mwembamba na wote tuseme ni Yesu. Ni Yesu. Amen. Basi tunafikia hapo.